Waziri wa nishati wa Israeli amesema kuwa makubaliano yanayoweza kufikiwa kati ya Washington na Tehran hayana maana yoyote. Hakuna thamani yoyote katika kufanya makubaliano na utawala wa sasa. Mabadiliko ya utawala mjini Tehran yako katika maslahi ya nchi zote za Kiislamu zinazoizunguka Iran, Eli Cohen alikiambia chombo cha habari cha Israeli Ynet siku ya Jumapili. Bwana Cohen aliongeza kusema kuwa, na hapa namnukuu, hata kama makubaliano yatafikiwa, iwapo tishio litatokea dhidi ya Israeli na tutalazimika kuchukua hatua, tutachukua hatua, mwisho wa kumnukuu. Wawakilishi wa Iran na Marekani walifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Muscat siku ya Ijumaa, yakisimamiwa na Omani. Muda na mahali pa mkutano unaofuata bado havijatangazwa. Baraza la mawaziri la usalama la Israeli, ambalo Eli Cohen ni mjumbe wake, linatarajiwa kukutana Jumatatu hii. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasafiri kwenda Washington siku ya Jumatano kwa ajili ya kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mazungumzo na Iran. Wakati huo mshauri wa spika wa bunge la Iran anasema kuwa maada ya mkutano wa wiki hii kati ya waziri mkuu wa Israeli na rais wa Marekani itakuwa ni shambulizi dhidi ya Iran. Mehdi Mohammad aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema kuwa Trump na Netanyahu watajadili operesheni na sio mazungumzo. Mshauri wa kimkakati Mohammad Bakeri Kalibafu aliongeza kuwa hakuna utata kuhusu hili. Ofisi ya Benjamin Netanyahu ilitangaza kwamba anapanga kukutana na Donald Trump huko Washington siku ya Jumatano ili kujadili mazungumzo na Iran. Wawakilishi wa Iran na Marekani walikutana tena mjini Muscat Ijumaa iliyopita na upatanishi wa Omani baada ya mapumziko ya miezi kadhaa. Awali Israeli ilisema kuwa haina haja ya kufanya mazungumzo na utawala wa sasa wa Iran, kwani nchi jirani zinataka mabadiliko ya uongozi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.